الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخطاء في الدعاء، makosa katika dua. Kosa la kwanza katika dua, rafu al-yadaini ba'da as-salawati al-maktuba, kuinua mikono baada ya sala zenye kufaradhishwa. Baada ya sala zenye kufaradhishwa kuinua mikono na hususan dua haitakiwi mtu kuomba dua na kuinua mikono baada ya sala zenye kufaradhishwa. Qala wadhalika min jumlati albid'a idha iltazamahu sahibuhu, hilo la kuinua mikono baada ya sala zenye kufaradhishwa ni katika jumla ya bid'a, uzushi, ikiwa mtu atajilazimisha kufanya hivyo kila baada ya sala anainua mikono. Wasunnatu ba'da as-salawati al-maktuba adh-dhikru, sunna baada ya sala zenye kufaradhishwa ni dhikri, kuleta adhkar min al-istighfar, kumtaka maghfira Allah, at-tahlil la ilaha illa Allah, at-tasbih subhanallah, at-tahmid alhamdulillah, wat-takbir Allahu akbar. Hizi ndio adhkari zinazoletwa baada ya sala zenye kufaradhishwa. Wad-du'a mufradan bima warada duna raf'i yadaini, na dua lakini peke yake bila kuinua mikono. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika swala la dua baada ya swala za faradhi anakataza kabisa kwamba hakuna dua baada ya swala ya faradhi. Wacha kuinua mikono, nafsi ya dua baada ya swala ya faradhi, yaqul ma warada ani nabii sallallahu alaihi wasallam, haikuja kwamba mtume alikuwa akiomba dua hata yeye peke yake baada ya sala ya faradhi. Asema dua zote mtume alikuwa akizisoma ndani ya sala. Baada ya katika sala ya faradhi, dua mtume anazisoma katika sala wakati wa sujud. Baada at-tashahhud al-akhir, mtume ilikuwa akileta dua katika kusujudu baada ya tashahudi ya mwisho kabla salam. Lakini baada ya kutoa salamu, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hakuna dua wala hakuna kuinua mikono. Idhan walam yakun yaqul wad-du'a mufradan bima warada duna rafi yadaini, dua mtu peke yake kwa dua zilizokuja kutoka na mtume bila kuinua mikono yake. Ikiwa atatoa dua mtu baada ya sala ya faradhi, basi aombe bila kuinua mikono. Hakadha kana yafalu sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun yarfa'u yadayhi lid-du'a'i ba'da al-maktubat, hakuwa mtume akiinua mikono yake kwa ajili ya dua baada ya sala zenye kufaradhishwa. Fahadha mimma la yuf'alu limukhalafatihi sunna, hii ni katika mambo ambayo hayafanywi kwa ajili ya kukhalif sunna. Ukifanya itakuwa umemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam hilo la kuinua mikono baada ya sala ya faradhi. Kama unataka dua na kuinua mikono, sali sunna nafila halafu uinue mikono umuombe Allah. Lakini baada ya sala ya faradhi mtume hakuwa akiinua mikono, si salatu al-jum'a wala subhi wala dhuhri wala isha. Waltizamuhu bid'a, kujilazimisha jambo hilo sasa ni uzushi. Ikiwa kila siku baada ya sala asubuhi mtu anainua mikono, huo sasa ni uzushi, sasa ni madhambi, itakuwa ni uzushi na ni madhambi. Thaniyan, kosa la pili katika dua, rafu al-yadaini athna as-salawati al-maktuba, kuinua mikono katikati ya sala hizi zenye kufaradhishwa. Kuinua mikono athna as-salawati al-maktuba, katikati ya sala zenye kufaradhishwa ni kosa. Kama yarfa'u yadayhi athna ar-raf'i min ar-ruku'i ka'annahu yaqnutu, kama anainua mikono yake wakati wakati wa kuinuka katika rukuu. Kaannahu yaqnutu, kama kwamba anatoa kunuti, anasoma kunuti wa nahwi dhalik. Kama yarfa'u yadayhi athna ar-raf'i min ar-ruku' kaannahu yaqnutu, kama anainua mikono yake wakati wa kuinuka katika rukuu kama kwamba anasoma kunuti wa nahwi dhalik, na mfano wa hapo. Qala wa hadha mimma la tarid bihi sunnatun anin nabii sallallahu alaihi wasallam,
hii ni katika mambo ambayo haikuja sunna yoyote, hadithi yoyote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yaf'aluhu al-khulafa'u, wala hawakulifanya hilo makhalifa wanne, wala sahaba, wala masahaba wote. Wama kana kadhalika, na lilokuwa hivyo, kana dakhilan fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika dini yetu hili jambo ambalo halimo katika dini, jambo hilo litarudishwa, halikubaliwi. Walimuslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya jambo ambalo halipo katika dini yetu, jambo hilo litarudishwa, halikubaliwi. Kwa jambo la kuinua mikono wakati wa kurukuu, wala hapana dua pale. Mara kwa mara tunasema pale hapana dua. Kuinua mikono si dua, pale hakuna dua. Sami Allahu liman hamida sio dua. Sami Allahu liman hamida sio dua, ni kwamba Allah amekubali sifa za mwenye kumsifu. Sasa dua iko wapi hapo mpaka useme sami Allahu liman hamida? Kwani dua hii? Watu wengine wajifanyia mambo tu, sio dua hii. Sasa inua mikono ya nini? Kwa hiyo hapo hakuna kuinua mikono. Kosa la tatu katika dua, at-tasahulu fil khushu'i wa hudhuri al-qalbi 'inda ad-du'a, kufanya tasahul, kufanya wepesi katika unyenyekevu na mahudhurio ya moyo wakati wa dua. Wakati wa dua mtu anafanya tasahul bila kumuomba Allah kwa unyenyekevu na moyo wako kuhudhuria katika dua hiyo, hiyo ni makosa kufanya tasahul na upuuzaji huo. يقول الله تعالى ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, muombeni Mola wenu kwa unyenyekevu na kwa kujificha. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, muombeni Mola wenu kwa tadarru, kwa unyenyekevu na kujificha. Waqala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, walikuwa wakifanya haraka katika mambo ya kheri. Watu wema walikuwa wakifanya haraka katika kufanya kheri. Wayad'unana raghaban wa rahaba, na wanatuabudu sisi na wanatuomba kwa kupenda rehema zetu. Wa rahaban, na kwa kuogopa adhabu. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa ni wanyenyekevu kwetu. Kwa sharti ya dua mtu awe ni mnyenyekevu na moyo wake uwe pale anapomuomba Allah, moyo wake uwe hadhir. Unapoomba moyo unatakiwa uwe hadhir, kama unamuona Allah unamuomba masala yako unayoyataka. Lakini kuna wengine mara nyingine unaomba akili haipo, unaomba huku fikra zingine, usema tu rabbana atina fid dunya hasana, fikra yako kwenye biashara zako na kazi zako. Hii ni katika sharti za kuzuia ile dua kukubaliwa. Dua haiwezi ikakubaliwa kama moyo wako wakati unaomba haupo, unasema tu maneno dua lakini moyo haupo. Dua hiyo sio rahisi kukubaliwa. Qala fadda'i yanbaghi lahu al-khushu' wat-tadarru' wal-ikhbat wa hudhuru al-qalbi, muombaji anayemuomba Allah inatakikana kwake khushu' na tadarru, unyenyekevu, wal-ikhbat. Haya yote ni mambo, ni masala ya unyenyekevu na utulivu wa moyo, na hudhuru al-qalbi, kuhudhuria ule moyo wakati anaomba. Kuhudhuria moyo ni kwamba moyo wako uko katika ile dua mwanzo mpaka mwisho, moyo wako na mawazo yako. Hadhihi adabu dua, hizi ni adabu za dua. Wadda'i harisun ala an yu'tiya au an yu'ta su'aluhu wa yulabba talabuhu. Dai mwenye kuomba anapupa kupewa yale aliyoomba, wa yulabba talabuhu, na kuitikiliwa yale maombi yake. Wadda'i harisun ala an yu'ta su'aluhu wa yulabba talabuhu, yule mwenye kuomba anakuwa ni mwenye kupupa kupewa lile analoomba na kuitikiliwa pia maombi yake. Fayambaghi lahu an yahrisa ala takmili duaihi, kwa inatakikana kwa huyo mwenye kuomba afanye pupa kukamilisha dua yake pamoja na adabu zote za dua.
watazinihi, na kuipamba dua yake ile, liyurfa libarihi, ili ipandishwe kwa muumbaji wake, hatta yastajiba lahu, ili amkubalie dua hivyo. Yambaghi lahu, inatakikana kwa mwenye kuomba, an yahrisa ala takmili duaihi, afanye pupa kukamilisha ile dua yake na yale anayotaka kwa adabu zake zote, watazinihi, na kuipamba dua yake, liyurfa libarihi, ili ipandishwe dua ile, irufaishwe kwa muumbaji wake Allah, hatta yastajiba lahu, ili amkubalie dua hiyo. Mtu akienda kuomba kazi, ile barua anaiandika vizuri sana, siku nzima anaipangilia ile barua yake na kila aina ya adabu. Akifika pale anaitoa kwa mikono miwili ile barua, anampa bosi ile kwa mikono miwili na unyenyekevu wa mwisho kabisa. Sasa Allah mtu anamuomba, moyo wake haupo, hakuna khushu', hakuna khudhu', anaomba tu lakini moyo wake haupo. Mbona ukiomba kazi moyo unakuwa pale? Nimekuletea bwana bosi, sawa bwana. Tena saa nyingine mtu majishika hivi, Allahu musta'an, kiumbe mwenzako huyo. قال وروى أحمد بسند حسنه المنذري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. mtakapomuomba Allah, muombeni na hali ya kuwa nyinyi ni wenye uhakika wa kukubaliwa dua zenu. fa inna Allah la yastajibu li'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil. fa inna Allah la yastajibu li'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil, kwani Allah haikubali dua ya mtu ambaye alimuomba an dhahri qalbin ghafil, kwa moyo wenye kughafilika. fa inna Allah la yastajibu li'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil. Allah haikubali dua ya mtu aliyemuomba Allah kwa moyo wenye kughafilika. Alimuomba Allah lakini moyo wake ulikuwa hauko hadhir, hauna unyenyekevu, moyo wake umeghafilika. Ndio hiyo masharti ya dua, kwamba moyo uwe na hudhurul qalbi, mtu moyo wake uko pale katika dua, mwanzo wa dua mpaka mwisho, kama vile sala inavyotakiwa, kwamba mtu awe na hudhurul qalbi kuanzia mwanzo wa sala mpaka mwisho, na dua ndio hiyo hivyo masharti yake. Mtu anamuomba Allah awe moyo wake uko pale katika dua, mwanzo wa dua mpaka mwisho. Arabi, kosa jingine la 4, aliyasu min ijabati dua, kukata tamaa kujibiwa ile dua, wasti'jalul ijaba, na kuharakisha kujibiwa. Aliyasu ni kosa, kukata tamaa na kujibiwa ile dua. Wasti'jalul ijaba pia ni kosa, kuharakisha kujibiwa. Ukishamuomba Allah azza wa jalla, muachie yeye, atakujibu kwa hikma zake mwenyewe, na siku anayotaka, wakati anayotaka yeye mwenyewe. Muachie wewe jambo lake, hilo liko kwake yeye. Wewe usiharakishe sasa kujibiwa. Asema hiyo ni katika sababu pia za kukataliwa dua yako. Qala wadhālika min mawani'il ijaba, hiyo ni katika vizuizi vya kujibiwa dua hiyo ya kukata tamaa na pia kufanya haraka kujibiwa. Mimi nishaomba mwezi mzima sijapata kitu, kazi bado, mbona nimeomba mwezi wa pili huu kazi, sasa itakuwa vipi hivi? Kwa nini nakosa gani? Sasa waambia watu sasa, washtakia watu, si mimi ninakosa gani kwa Allah bwana? Nishamuomba sana mimi, naamka usiku saa 9, lakini ndio hivyo, si Allah si vipi bwana? لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. atakubaliwa dua mmoja wenu asipoharakisha ile kutaka kujibiwa. Yakulu da'autu, asema hivyo mtu, niliomba,
falam yustajab li, sijajibiwa. Sasa hii ni sababu ya kutokubaliwa dua hiyo. Yustajabu li ahadikum ma lam yuajjil, atakubaliwa dua mmoja wenu muda wa kutoharakisha. Yaqulu da'autu, nimeomba, falam yustajab li, sijajibiwa. Qala waqad qaddamna anna ad-da'iya yanbaghi lahu an yuqina bil ijaba, tumetangulia kusema kwamba muombaji inatakikana awe na uhakika wa kujibiwa. Liannahu yas'alu akramal akramin wa ajwadal ajwadin, sababu yeye anamuomba karimu sana kuliko wakarimu wengine na mtoaji sana kuliko watoaji, Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Mola wenu amesema niombeni nitakujibuni hizo dua zenu. Wa man lam yu'ta ma sa'al fala yakhlu min halain, asiyepewa lile aliloomba huyo haepukani na hali mbili. Al-awwal, hali ya kwanza, anna hunaka mani'an mana al-ijaba, ni kwamba hapo pana kizuizi kimezuia kujibiwa dua hiyo. Kakata sila, kama kukata kizazi, pengine amewakata baadhi ya jamaa zake huyo, au i'tidain, au kuwafanyia uadui jamaa zake, au akli haramin, au kula haramu. Fahadha tumna'u ijabatuhu ghaliban, huyu kujibiwa kwake kunazuiliwa mara nyingi. Mara nyingi mtu anayekata kizazi hasa wazazi wake, au anawafanyia uadui jamaa zake, au ni mlaji wa haramu, riba na mambo mengine, huyu dua zake zinakataliwa, hazijibiwi. Wathani an tuakhara lahu, hali ya pili ni kuakhirishiwa ile kujibiwa, au yusrafa anhu minasui mithluha, au kuzuiliwa katika uovu mfano wake. Aidha atacheleweshewa kujibiwa au atazuiliwa uovu, pengine kulikuwa kuna shari imfikie, kwa sababu ya ile dua yake Allah anamzuilia na shari ile. Hii pia ni katika kukubaliwa dua ile na kujibiwa. Kama rawa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath, hakuna muislamu yoyote anayeomba dua yoyote ambayo haina dhambi wala kukata kizazi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humpa kwa dua hiyo ihda thalath, moja ya mambo matatu. Imma an yuajjila lahu da'watahu, ima amuharakishie maombi dua yake hiyo akamjibu, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, na ima amwekee akiba huko akhira. Ile dua yake atamwekea malipo yake au majawabu yake akhira, na mwekea akiba. Wa imma an yasrifa anhu minasui mithlaha, na ima amzuilie na kumuondoshia uovu mfano wa dua hiyo yake. Qalu idhan nukthiru, masahaba wakasema idhan nukthiru, wewe tukithirishe kuomba. Qala Allahu akthar, Allah anakukithirisheni zaidi, kila mkimuomba anakupeni zaidi na kukithirisha zaidi kujibu. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la bi isnadin hasan al-jayyid, wal hadithu sahihun li shawahidihi an Ubadah ibn as-Samit 'inda at-Tirmidhi wal Hakim, wa an Abi Hurairah 'inda Ahmad wa ghayrihi كذلك حديثه. أما ما يروى اسألوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فهو مكذوب, ama hadithi inayopokewa muombeni Allah kwa jaha yangu, kwa cheo changu, yani kupitia cheo changu, hii fa inna jahi inda Allahi adhim, hadithi hii ni hadith makdhub, la tasihhu nisbatuhu ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam, haisi kuinasibisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani tawassul bijahi nabii, mtu kufanya tawassul kujikurubisha kwa Allah kwa cheo cha mtume, hii ni katika tawassul za kibid'a. Kwa hiyo hadithi inayopokewa hiyo kwamba isalu bijahi fa inna jahi inda Allahi adhim, muombeni Allah kupitia cheo changu, kwani cheo changu kwa Allah ni kikubwa, hadithi hii ni makdhub, la tasihhu nisbatuhu ila an-nabii sallallahu alaihi wasallam, haisihi kuinasibisha hii
wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati umekwisha au tumalizie? Kosa la 5, al-i'tida'u fi ad-du'a, kufanya uadui katika dua, ka an yad'u bi ithmin au qati'ati rahim, kama kuomba dhambi au kukata kizazi. Wadhalika min jumlati mawani' al-ijaba, hilo ni katika jumla ya vizuizi vya kujibiwa dua. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sayakunu qaumun ya'taduna fi ad-du'a, watakuwepo watu wanaofanya uadui na kupetuka mpaka katika dua. Kupetuka mpaka katika dua, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa ghayruhuma wa huwa hadithun hasan. Kupetuka mpaka katika dua ni kuomba dua ambazo yani hazikuja kutoka kwa Mtume sallam. Kwa mfano Allahumma, wasemaje wale utabida, Allahumma bihaqqi an-nabiy sallam la tu'adhib hadha al-mayt, Allahumma bihaqqi an-nabiy la tu'adhib hadha al-mayt. hiyo ndio i'tida fi ad-du'a. Naam. Qala ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin, muombeni Mola wenu kwa unyenyekevu na kujificha, Allah hawapendi wenye kufanya i'tida, kupetuka mpaka katika dua. Qala wa min al-i'tidai ad-du'a bi ithmin au bala'in au qati'ati rahim, kuomba kwa dhambi au balaa au kukata kizazi, kama rawa Tirmidhi wa ghayruhu an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ma 'ala al-ardi muslimun yad'u Allah bid'awa illa ataahu Allah iyyaha, hakuna katika ardhi muislamu yoyote anayemuomba Allah dua yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anampa kwa dua hiyo, au sarafa anhu minas-su'i mithlaha, au humzuilia katika uovu mfano wake, ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim, muda wa kutoomba dhambi au kukata kizazi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akiombwa anajibu na kukubali na kulipa lile analotaka mtu, kama ilivyokuja katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.